Hujambo na kusalimu katika jina la Bwana Yesu, jina lipitalo majina yote, ambalo kwalo kila goti linapigwa, la vitu vya mbinguni, la vitu vya duniani na vitu vya chini ya dunia, kwa maana ya kwamba kule kuzimu. Ni jina la Yesu tulilopewa tuweze kuishi kwalo. Namshukuru Mungu kwamba tunapata nafasi ya kukutana tena katika tafakari ya neno la Mungu. Tafakari ya neno la Mungu inakujia ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris. Kila mwezi kitabu kipya kinatoka ambacho kina tarehe kuanzia tarehe mosi hadi tarehe ya mwisho ya mwezi, na kila siku kunakuwa na ujumbe wa kama aya tano hivi au sita. Aya tano au sita zinakupa ufahamu kuhusiana na neno la Mungu, kuhusiana na mada fulani ambayo Mungu anataka uifahamu. Utakumbuka kwamba Biblia inasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu Baba aliye hai. Sasa mchungaji Chris anaandaa tafakari hizi kama ambavyo Biblia inavyosema kwamba Mungu anatoa ujumbe alafu jeshi kubwa linautangaza duniani. Oh, haleluya. Mimi ni mmoja wapo wale wanajeshi wanaotangaza habari njema za Yesu Kristo kupitia mafundisho ya mchungaji Chris. Nasema hivyo kwa ujasiri kwa sababu yamenibariki. Unajua kama kitu kimekubariki, kitu ambacho kimekubadilisha, utapenda kushirikiana na wengine, ama sio? Naitwa Zawadi. Tulianza tafakari hizi kwa njia ya sauti, lakini sasa pia nakuja kwa njia ya video tuweze kuzungumza pamoja. Ni matumaini yangu kwamba tafakari iliyopita ilikubariki. Sasa tunafikia ukingoni mwa mwezi wa 7 mwaka 2026. Utakubaliana nami kwamba mwaka unakwenda kwa haraka sana, na namshukuru Mungu kwamba Mungu ndiye anaye tuseme serikali ya Bwana Yesu, ufalme wa Bwana Yesu hauna kikomo, unaendelea. Yeye ndiye anayetawala na kudhibiti tunasema galaxies, serikali zote duniani za mataifa mbalimbali. Wanawekwa pale, ndio wanafanya, ndio, lakini kumbuka Yesu Kristo ndiye Alfa na Omega. Sasa leo nataka tujifunze kitu ambacho kinatoka kwenye moja ya tafakari za Rhapsody au za neno la Mungu ambazo mchungaji Chris ameziandaa. Ni kuhusu watoto. Bila shaka utakuwa umesikia mwanzoni mwa mwezi, lakini pia leo nataka tuzungumze kuhusiana na watoto kulingana na mchungaji Chris. Ujumbe wetu leo unasema mlee katika njia impasayo. Mlee katika njia impasayo. Mlee katika njia impasayo. Haleluya. Sasa neno la msingi liko katika kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Mithali 22 mstari wa 6 ambao unatuambia mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Sasa katika ufafanuzi, mtu wa Mungu hapa mchungaji Chris anatuambia kwamba kuna maagizo ya wazi kutoka kwenye neno la Mungu kuhusu kuwakuza watoto, na maagizo hayo hayako kwenye mtazamo binafsi au mitindo na tamaduni za kisasa. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, si katika njia aichaguayo mzazi, au si katika njia ipendekezwayo na jamii, na si hata katika njia unayopendelea tu, labda nimependa ngoja nimlee hivi. Hapana, ila katika njia impasayo. Njia inapangwa na neno la Mungu. Njia inapangwa na neno la Mungu. Katika wakati huu mchungaji Chris anasema katika wakati huu wengine wamefuata akili potofu katika kukuza watoto wao, wakisema nyumbani kwetu sisi kila mmoja ana uhuru wa kuamua kitu anachotaka kuamini au namna anavyotaka kumtumikia Mungu. Hiyo si nyumba ya Kikristo. Naweka kituo kwanza hapa. Anasema hiyo nyumba sio ya Kikristo. Nimeweka kituo, sisomi au si wasiliane na wewe kuliko jinsi ilivyoandikwa. Kwa nini anasema si nyumba ya Kikristo? Sisemi dini hapa. Ukristo sio dini, ila ndani ya Ukristo kuna dini. Soma maandiko vizuri, kitabu cha Yakobo kinaelezwa dini iliyo safi ni hii. Nitakusomea siku nyingine hapo. Dini iliyo safi ni hii kwenye Biblia. Sizungumzi dini, nazungumzia Ukristo. Ukristo si dini.
Ukristo ni utendaji wa kiungu wa uungu wa Mungu ndani ya mwanadamu. Ni uhusiano binafsi kati ya mwanadamu na Mungu. Divinity in humanity. Divinity in a human person. Uungu ndani ya mtu. Yesu Kristo alipokuja hakuleta dini. Alikuta Wayahudi wana dini yao, na pia kulikuwa na dini zingine za wapagani. Lakini akasema, nimekuja kuleta ufalme wa Mungu hapa duniani. Alileta ufalme wa mbinguni hapa duniani, ambao unahusiana na Mungu muumba wetu sisi sote. Biblia inasema Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Sasa wote wenye mwili, utakubaliana nami kwamba si Wakristo peke yao. Wote wenye mwili si watu wa dini zingine peke yao. Wote wenye mwili, sisi wote wenye mwili. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Na katika zama hizi anazungumza nasi kwa kutumia mwanawe. Zamani zile Biblia inasema, ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema kwamba zamani zile Mungu alijifanya hazioni, yani kabisa alifumba macho. Lakini miaka hii, zamani hizi, katika nyakati hizi, anataka kila mtu afikirie toba, kila mtu atubu na kumpokea Mungu kupitia Yesu Kristo. Si dini. Na tukienda mbinguni, ama tukimaliza safari ya ulimwengu, maana ulimwengu huu uko karibu kuisha, maana uko mwishoni. Tukienda mbinguni mbele za Mungu Baba, hutakuta kuna dini hii, kuna dini hii, kuna dini ile. Hakuna. Dini inakusaidia kujua kweli kuna Mungu, ndio inakusaidia kukupanga kwa namna fulani, lakini lazima upokee wokovu. Upokee wokovu. Ndio maana hapa anasema hiyo si nyumba ya Kikristo. Kwa maana gani? Si nyumba ambayo inaoanisha uungu wa Mungu ndani ya mtu. Uungu wa Mungu ndani ya mtu. Na Mungu ameokoa ulimwengu kupitia Yesu Kristo. Sio dini ya mtu. Kwa hiyo hapo usije ukaanza kunipopoa, kunipiga mawe, wewe unaleta. Hapana. Mtu anakuwa Mkristo baada ya kumpokea Kristo Yesu. Na Yesu alipokuja, hakuja kwa ajili ya Wakristo, alikuja kwa ajili ya watu wote. Naweka kituo. Turudi kwenye tafakari ya leo. Kwa hiyo anasema kuna watu ambao wanasema nyumbani kwetu sisi, kila mmoja ana uhuru wa kuamua kitu anachotaka kuamini au namna anavyotaka kumtumikia Mungu. Hapa mchungaji Kristo anasema huo si Ukristo, au si nyumba ya Kikristo. Ukristo sio demokrasia ya imani mbalimbali. Ukristo sio demokrasia ya imani mbalimbali. Unapochagua kutengeneza nyumba kuwa mahali pa Ukristo, mahali pa Kristo, kuna kiwango. Na kiwango hicho ni neno la Mungu. Sasa Biblia inazungumza kuhusu wale waliokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Ukiangalia kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 28. Nitaweka kituo hapo kwanza, pumzika kwanza hapo. Kuna watu ambao makusudi wamekataa kabisa, hawataki kabisa mambo ya Mungu. Mimi usiniambie. Na marafiki zangu ambao mimi siamini Mungu, siamini shetani, yani mtu Bwana tusaidie. Sasa mchungaji Kristo hapa anasema hali hiyo haianzi ghafla katika utu uzima, yani kama imefika utu uzima mtu ameanza kusema hivyo. Mara nyingi huwa inatokana na kukosekana kwa malezi na mifumo sahihi katika miaka ya kukua. Yani mtoto anapoanza kukua pale kunakosekana mifumo sahihi, na katika ile miaka ya mwanzo, miaka ya awali, pale ambapo watoto hawaongozwi katika njia sahihi kumtumikia Mungu. Wanakuwa bila ufahamu wa Mungu, na kukosa huko ufahamu wa Mungu kunaweza kusababisha matokeo mabaya sana kiroho. Wewe utakuwa shahidi. Kukikosekana misingi ya kukua na ufahamu wa Mungu, ni hatari. Hujadiliani na mtoto kuhusu nidhamu ya kiroho, kwa sababu Biblia inasema upumbavu umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini nidhamu ama adabu husaidia kuuondoa. Hii ni katika Biblia, Mithali 22 mstari wa 15. Mstari unasema upumbavu umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, bali fimbo ya adhabu itaufukuza mbali naye. Naweka kituo hapo, afu tutarudi. Kwa nini naweka kituo? Awali tukianza tafakari hii, tuliona kwamba tunaambiwa kuna watu ambao wanafundisha watoto kwa kufuata wao wanavyopenda wenyewe. Kuna wengine wanafundisha watoto kwa namna jamii inavyosema,
na sheria ziko zimetungwa na hivi. Mimi hapa nazungumza Biblia. Biblia ni neno la Mungu. Na huyu Mungu ndiye ambaye ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwamba Mungu mtu anapenda au mtu hapendi, Mungu huyu tunayemwabudu ni Mungu wa wote wenye mwili. Ndio maana watu walizaliwa, waliishi, wakaenda. Farao alikuwepo, kenda. Wengine wa Rumi, dola ya Mrumi ilikuwepo, imekwenda. Dola ya Mgiriki ilikuwepo, imekwenda. Dola ya Nebukadneza, unamkumbuka Nebukadneza, ilikuwepo, imekwenda. Kwa nini? Huyu Mungu aliyetuweka duniani amepanga majira, nyakati na msimu, na yeye ndio chanzo cha maisha ya watu. Sasa hapa tunaambiwa kwamba katika Biblia tunaambiwa kwamba upumbavu umefungwa kwenye akili ya mtoto. Yaani ni kama kompyuta, kama kompyuta. Kompyuta inakuwa unajaza taarifa kwenye kompyuta alafu inakuletea majibu. Sasa ukijaza kitu cha ajabu ajabu, ama ukaacha shamba, niache kompyuta niweke mfano wa shamba. Ukiacha shamba unamiliki shamba. Hugusi, upalilii, hulimi chochote, na kitakachoota ni nini pale? Magugu, miti, miiba na kila kitu. Ndivyo ilivyo akili ya mtoto. Akili ya mtoto anapozaliwa akili yake iko wazungu wasema fresh. Iko fresh. Sasa taratibu pale kulingana na neno la Mungu unaanza kuipanga ile, unamfundisha watoto, unamfundisha mtoto anakuwa katika njia impasayo, sio unayotaka wewe. Kuna njia impasayo inatoka kwenye neno la Mungu. Hapo mtumishi wa Mungu anatuambia kwamba hujadiliani na mtoto kuhusu nidhamu ya kiroho. Kwa sababu Biblia inasema upumbavu umefungwa kwenye ufahamu wa mtoto. Na fimbo, anasema hapa fimbo ya adhabu. Fimbo ya adhabu. Usinipopoe mawe, neno la Mungu. Fimbo ya adhabu. Kuna watu wanasema, don't, Junior, don't. Alafu kumbe unakuza kitu ambacho huwezi kukielewa ni nini. Lazima kama mzazi umepewa jukumu umepewa dhamana ya kumsaidia ule mtoto akue katika msingi ambao neno la Mungu linasema awe. Sasa tunaendelea na mchungaji Chris. Hapa anasema kama mzazi wa Kikristo usione kawaida wazo la mtoto wako kuamua kutokwenda kanisani. Usiwalee watoto kufuata hisia zao, walee kutembea katika kweli. Taweka kituo. Mkristo kanisani. Kwa nini kanisani? Sasa mimi nasali tu hapa mtandaoni. Ni sawa, mtandaoni tunakutana humu mtandaoni. Lakini Biblia imetuagiza tukusanyike pamoja. Ndivyo neno linavyosema. Na pale Mungu ameagiza kitu kinaitwa corporate anointing. Kitu kinaitwa upako wa kusanyiko. Utaangalia katika Biblia kwamba Musa alipokuwa amewatoa wana wa Israeli katika utumwa kule nchi ya Misri, wakatembea akasema liite kusanyiko. Kusanyiko. Na Mungu alikuwa anasema wasomee kusanyiko, waambie kusanyiko. Mungu ana maagizo maalum katika kusanyiko. Kwa hiyo usiseme tu mimi nyumbani kwao mimi sasa hivi siendi, watu wamenivuruga sana, wanakuwa na wanafiki. Wewe usiwe hakimu kuhusu watu wanafiki au si wanafiki. Mungu anasema nini? Kwa sababu huwezi wanadanganya. Sasa unataka kwenda wapi? Ukienda kazini watu wanadanganya au hawadanganyi? Wanaiba, wengine wanafanyaje? Ukienda mashuleni wanafanya hivyo, kila mahali. Sasa kwa nini ulalamikie kanisa? Kwa nini ulalamikie kanisa? Hayo mambo yako kila mahali. Lakini ninachotaka kukuambia hapa ni kwamba unatakiwa kumpeleka mtoto kama ilivyo desturi na maagizo ya neno. Twende kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu unakumbuka alipozaliwa na Bikira Maria, alafu na Yusufu, walikuwa na desturi ya kumpeleka kwenye sinagogi, hekaluni. Anaenda kama ilivyo desturi. Walifanya utaratibu. Kama Yesu Kristo ambaye ni Mungu. Yesu Kristo ambaye ni Mungu aliyejishusha, akachukua mwili wa mwanadamu, akatembea katikati yetu, akajidhihirisha kwetu, akatufundisha kuhusu Mungu aliye hai. Yeye alikuwa anaenda kanisani ama alipelekwa kwenye sinagogi, hekalu enzizo. Hapa leo tunasema kanisani. Kwa hiyo ilikuwa ni desturi. Lazima uende ujifunze neno la Mungu. Kwa hiyo usimruhusu mtoto asema no, I'm not going today. Na nasema hivyo makusudi kwa kuna siku ambazo tutaongea kuhusu maisha ya tamaduni za upande huu kuniliko. Dana mtoto asema mimi sitaki, na unasema amesema hataki. Sasa watu wengine wanasema usio mkali kwa mtoto. Sikiliza nikwambie,
Upumbavu umefungwa kwenye akili ya mtoto. Unamuongoza, unamuongoza, unamuongoza. Mahali ambako unatakiwa kumaadabisha, unamuadabisha. Unamuadabisha. Sasa hapa mchungaji Chris anaendelea, usiwalee watoto kufuata hisia zao, kwa sababu very manipulating. Watoto wanaweza kukuzunguka vizuri sana. Wakiona kuna fulani unakuwa wana kila saa wanaenda pale. Wanalia, wanaenda pale. Zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba mwache alie, anapanua mbavu. Mbavu zake zinapanuka. Anagaragara anaenda, au anaenda dukani, anaenda sijui wapi, anavuruga kila kitu. Ni mtoto. Na tuendelee. Asa mchungaji Chris hapa anasema, ukiwa unakazania njia ya Mungu tena na tena kwa msisitizo na kwa upendo, kumbuka hili ndilo la msingi. Usiwe katili. Narudia tena, usiwe katili. Hapa anatuambia msisitizo kwa upendo. Hui mkali, ila unaonyesha, hui mkali, unachofanya unaonyesha nini? Unaonyesha utii kwa maagizo ya Mungu. Kwa maagizo ya Mungu. Hapo sasa anasema unaonyesha utii kwa maagizo ya kiungu. Anaendelea kusema na matokeo yake ni ya hakika. Yaani utakuwa na uhakika kwamba Mungu anakuongoza katika hilo. Wakiwa wakubwa hawataiacha njia yao. Hawataiacha hiyo njia. Mafunzo hayo huwa ndio dira ya kiroho ndani yao. Ikiongoza wanavyochagua mambo. Na kuhifadhi maisha yao. Hujaitwa kulea watoto wanaokuwa tu ili mradi wakue tu. Umeitwa kulea na kukuza watoto wanaomjua Mungu, wakitembea katika njia zake na kuishi sambamba na kweli. Jukumu hilo ni la kiungu na lazima lichukuliwe kimkazo, au ulitilie mkazo. Lazima ulitilie mkazo kama mzazi. Hapo tafakari imeisha. Kuna maombi. Sasa kabla niende kwenye yale maombi, kuna tamaduni mbalimbali za malezi ya watoto. Wale waliolelewa Afrika utaona, waliolelewa Ulaya utaona, waliolelewa labda kule Asia ama nchi za Asia huko utaelewa, au Kichina. Waliolelewa tunaona kwenye mitandao ya kijamii jinsi watoto wa Kichina wanavyofanya, wanafundishwa vitu vidogo vidogo mapema, kujenzi, sijui na nini mapema. Kuna wengine wanafundishwa kwa namna mbalimbali na mbalimbali. Unajua binadamu, tulikwambia mwanzo kwamba ni roho. Roho nayo inatakiwa kuelimishwa. Nafsi yako inatakiwa kuelimishwa kuhusu mambo ya Mungu. Biblia inatuambia kwamba Mungu ni roho. Nao wamwabuduo lazima wamwabudu katika roho na kweli. Sasa Mungu haabudiwi mwilini. Mtu ni roho. Sasa roho ile ndio hapa tunaambiwa lazima tuifundishe mambo ya Mungu. Kama ambavyo mimi na wewe tunajifunza mambo ya Mungu, ili tuweze kusimama katika ile kweli. Sasa maombi. Mpendwa Baba, ninasoma kwenye tafakari. Kwa hiyo usione naangalia huku na huku. Ninasoma kwenye tafakari. Twende pamoja. Sema, mpendwa Baba, ninakushukuru kwa neema yako na hekima vinavyotenda kazi ndani yangu. Ninatembea katika nuru ya neno lako, nikitumia kweli yako kwa mwendelezo, upendo na mkazo. Haleluya. Nyumba yangu imethibitika juu ya neno lako, na wale walio katika uangalizi wangu wanalelewa katika haki, wakikua na ufahamu wa upendo wako, katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Huo ndio ukiri maombi tunayofanya kila baada ya kumaliza tafakari. Sasa kuna masomo zaidi katika tafakari ya leo. Masomo zaidi ni kutoka Waefeso sura ya 6 mstari wa 4. Kama unatumia Biblia ya Kiingereza, New International Version, au NIV, yetu ya Kiswahili tunatumia inasema, nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Sio kama ulivyofundishwa wewe, ama dunia inavyofundisha, ama jamii inavyofundisha. Hapa nitakuwa mkweli, nitakupa mfano. Mtoto anaamka, ana miaka 5, 6, anakuambia mimi nataka kuwa mwanamke. Huyo ni wa kiume, anakuambia nataka kuwa mwanamke. Au wa kike anakuambia nataka kuwa mwanaume. Uwe makini. Uwe makini.
Dunia leo tulio nayo hii, kuna vitu vingi sana vinatokea. Bila ufahamu wa kimungu inakuwa changamoto. Kwanza wewe mwenyewe mjue Mungu, halafu watoto wako wasaidie. Zamani nilikuwa sema mtoto wako ni mtoto wa jirani, mtoto ni mtoto wako. Zamani ile ukienda huku kushoto mtoto anasaidiwa na shangazi, ukienda kulia unasaidiwa na jirani mtoto. Lakini siku hizi kila mtu anasema usiguse mwanangu. Yanayotokea, Bwana atusaidie. Basi kina baba wameambiwa msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Hiyo ni Waefeso 6 mstari wa 4. Alafu tuna Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15. Hapa neno linatuambia, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Huyu ni Timotheo, alikuwa anaongea, Paulo anamwambia Timotheo, lakini neno hili linafanya kazi mpaka leo kwamba tangu utoto alikuwa ameyajua maandiko, na tunaambiwa kwamba maandiko yanaweza kumpa mtoto hekima na kumpatia wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kumbuka nimekwambia kabisa kwamba binadamu ni roho, na roho ina umilele, haifi. Kwa hiyo tunapofundisha roho zetu tunafanya zimlingane Bwana ambaye pia ni roho. Haleluya. Na neno la mwisho katika masomo zaidi ni kutoka Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 7 ambao unasema, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Angalia neno hapa, anasema kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Uwafundishe watoto wako kwa bidii. Kwa nini kwa bidii? Mitandao ya kijamii siku hizi ndio walimu. Ni dunia hiyo. Dunia inayotosha kabisa kumvuruga mtoto na kumfanya kitu kingine. Siku hizi watoto miezi 3, 6 unampa simu kwa sababu wewe uko busy. Kwa sababu wewe wengine hata makanisani huko wakati unasikiza sinisumbue, mpe simu. Anaangalia nini? Anajifunza nini? Tafakari yetu ya leo ilikuwa ni vizuri tujifunze kuhusiana na malezi. Wakati mwingine tunaweza kuwa na muda mrefu zaidi wa mazungumzo. Na kipindi cha awali kilikuwa na muda mfupi, lakini hiki sasa pengine inategemea na tafakari yenyewe ilivyo. Mafundisho kwa watoto ni muhimu. Nitakupa mfano. Miaka kadhaa iliyopita, watoto wangu sasa hivi ni wakubwa. Miaka kadhaa iliyopita, wakati katika malezi, upande huu wa dunia nilioko, mambo ya kiboko sijui nini wanasema hapana, unakuwa ukatili kwa watoto. Wanasema ni ukatili kwa watoto. Lakini nikasema kwamba nitalea watoto wangu kwa misingi ya neno la Mungu. Lakini pamoja na hayo nitawafundisha kwa nini nafanya ninavyofanya. Kuna vitu vinatokea sasa nikafungua mistari, ukiwepo mstari huu nikawaonyesha kwamba Biblia inaniagiza kama kuna ujinga, pumbavu kwenye akili ya mtoto, mara kwanza unafanya maonyo, unajaribu kufundisha, mara pili hauelewi, mara tatu nitashika kiboko. Wananiangalia, nikasema ndiyo, nimeagizwa ili nitoe upumbavu kwenye akili zenu. Wakaniangalia mara pili, of course walikuwa ni watoto wangu na watoto wa jirani, rafiki yangu ambao wana umri sawa. Kwa hiyo niliwafundisha kwenye neno kwanza. Nikamwambia neno la Mungu linasema 1, 2, 3, na kwa maana hiyo tufuate utaratibu wa neno la Mungu. Lakini ikionekana kwamba neno unataka kufanya mambo kwa sababu eti mimi, tutaenda kwenye neno la Mungu kulitumia kwa vitendo, kwamba nitakuadabisha alafu utafuata neno la Mungu. Sio kwamba nakulazimisha. Sio kwamba kuna watu wengine ambao wanasema mbona unafanya ukatili watoto, ulilazimishwa, wape waamue wenyewe. Anaamua mwenyewe akishakuwa na akili zake. Nakumbuka akili zake zinakuwa zimejengwa na nani? Lazima ziwe na msingi wa namna zilivyojengwa. Kwa sababu akili za mtoto zinajengwa kulingana, utakumbuka hapa katika tafakari ya leo anasema kwamba kuna nyakati za malezi na miaka ya awali ya kukua. Kwa hiyo uachi tu awe tu baadaye watakulaumu. Rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia juzi, ananiambia kwamba kuna mtu ambaye alienda kufanya kazi kwake, akakutana na mama mmoja ambaye ana watoto wakubwa, wamemaliza elimu ya chuo kikuu. Wameingia kufanya kazi yeye na mwenzake. Anambia, mama fulani, mbona nimeingia hapa lakini naona
Sama nitabidi nitumie huu msemi. Nguo za ndani ziko sebleni, kwenye jikoni, kila mahali, kwenye sink la vyombo, kwenye kama hivyo. Kwa nini mbona vya kusema sio mimi, watoto wangu? Watoto wake wana umri gani? Wamemaliza chuo kikuu. Watoto wamemaliza chuo kikuu, lakini wanatupa nguo za ndani popote. Popote maana yake sebuleni ukiingia unakuta, kwenye sinki utakuta, chooni kule utakuta. Huo sio utaratibu, na wala sio upendo. Utaniwia radhi, huo sio utaratibu wala sio upendo. Lakini sasa kwa sababu wameshakuwa watu wazima, ni watu wazima. Kwa hiyo alisema, kwa nini bado wanakaa na wewe? Kama ni watu wazima, waende wakaanzia maisha yao kwao. Miaka mingapi? Kama wako zaidi ya miaka 25, miaka wengine miaka 10. Utakumbuka kijijini huko, ukiwa na miaka 18, 20, mzee anakuambia uanze kigango chako hapo. Utafute na mke na vitu kama pengine ni mambo ya zamani, sio dunia ya leo. Lakini ninachojaribu kukwambia hapa ni kwamba unamlea mtoto katika njia impasayo, inatoka kwenye neno la Mungu, ili asiende kujifunza duniani. Huko duniani walimu wa duniani ni wakatili sana. Walimu duniani ni wakatili sana. Na nasema hivyo pia walimu mitandaoni lazima kuchagua namna gani wafuate na hivi. Ndio maana kwamba neno la Mungu linatujia sisi sote kwa namna ile Mungu anataka tulipate. Kwa hiyo nimezungumza na wazazi leo kupitia tafakari ya mchungaji Chris kuhusiana na mlee mtoto kwa njia impasayo. Njia impasayo ni neno la Mungu. Sasa usiseme ni uhuru, kila mtu anataka uhuru. Wewe binafsi kwanza upate kumjua Mungu vizuri, alafu uwe na uwezo wa kufundisha wengine. Kwa sababu kumbuka, unavyokwenda, unavyoishi, wanajifunza zaidi kuliko kwingine kokote. Unavyokuwa, unavyozungumza, unavyoenenda ndani ya nyumba, kwenye familia, wanajifunza zaidi kuliko kwingine kokote. Moja. Lakini pia nikupe maonyo mapema kabisa kwamba kwa maisha ya kiroho kuna maeneo ambayo unabidi uwe makini, ama huna bidi kuwa makini. Shuleni, shule za bweni, kwenye makusanyiko huko, alafu kuna maeneo mengine, kwa mfano kwenye gym. Nasema gym, nitazame kwa makini vizuri sana huko gym huko. Kuna vitu vingine vinaingia. Sasa nimekwambia mwanadamu ni roho. Kwa hiyo uwe makini kufundisha watoto wako, lakini pia we mwenyewe upate nafasi ya kujifunza zaidi mambo ya Mungu, kuweza kuwasaidia watoto. Kwa sababu huwezi tu ukalelewa, mtoto wako analelewa na mtu mwingine. Uko busy unatafuta pesa. Labda unampa dada wa kazi, ama unampa sijui nani. Malezi atakayopata mtoto atakuwa ameyapata malezi ya dada wa kazi. Mara nyingi ni vizuri watu wa uchumi wanaelewa kusema opportunity cost. Opportunity cost, lazima uchague moja katika mawili. Ulee watoto vizuri ama mwachie dada wa kazi. Dada wa kazi atafanya anavyojitahidi, anavyofanya. Lakini kabla hujajua kuna wengine ambao hujarudi udanini ukuta katoto kameshakuwa kamefundishwa uchawi. Uwe makini. Mungu wangu aliye hai akusaidie, anisaidie, wote tutembee katika kweli ya Mungu ili watoto wetu wasiharibiwe. Ndio maana tafakari ya leo nasema mlee katika njia impasayo. Sasa kiwango chetu sisi ni neno la Mungu. Neno la Mungu katika Kristo Yesu Bwana na Mwokozi. Naam, muda wangu umeniacha au hauniruhusu kuendelea. Tutaongelea tena wakati mwingine. Na basi kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, useme hii sala pamoja nami, alafu utafanyika mwana wa Mungu, alafu nitakuombea. Na kama una mahitaji, una swala unataka kulifahamu, labda unahitaji ufafanuzi zaidi, unataka kuwasiliana nami, namba zangu binafsi alama kujumlisha 44 795 260 7038. Namba za ofisi ambayo Rhapsody ya uhakika inatoka. Ofisi ziko Dar es Salaam. Namba ya ofisi ambayo ni muhimu sana uishike ni alama kujumlisha 255 766 444996. Sasa nakukaribisha kwa Bwana Yesu, useme sala hii baada yangu, nawe utafanyika mwana wa Mungu, alafu tutakuombea. Sema: Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba alikufa kwa ajili yangu na Mungu akamfufua kutoka kwa wafu.
ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo hii. Katika yeye na katika jina lake ninao uzima wa milele, nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuwa sasa mimi ni mtoto wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kama umesema sala hiyo, Mungu akubariki. Karibu katika familia ya watoto wa Mungu. Na ninakuombea katika jina la Yesu, nikubariki kwa Roho Mtakatifu, aendelee kukukuza, kukuimarisha na kukufanya imara katika imani, katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi. Amina. Basi uwe na siku njema, uwe na siku iliyobarikiwa. Mungu wangu aliyezifanya mbingu na nchi akutangulie kwa kila jambo, na hasa katika malezi ya watoto. Asante.